Tumeagizwa polisi, wamesema msiba huu usipigwe picha, usipige picha. Hicho ndio cha kwanza. Wakati huu naomba niukaribishe sasa baba mchungaji, hapo tusaidie maiki. Baba mchungaji mzee wetu Malema, ili tuendelee na utaratibu wa ibada sasa. Karibu sana mchungaji. Asante. Poleni ombolezaji, poleni mliofuata mwili, poleni watu wote mliokuja kwenye msiba huu. Lakini kabla sasa tujafanya ibada, na matangazo ambayo tumeagizwa polisi, wamesema msiba huu usipigwe picha, usipige picha. Hicho ndio cha kwanza. Hautasimama utawala wenu wa damu. Hautasimama utawala wenu wa damu. Hata mkiwa na kutupoteza watu wema, hautasimama utawala wenu wa damu. Mpandacho mtakivuna. Imenenwa hakuna mapatano kati ya giza na nuru. Nabii Danieli alinena vyema juu ya uzalimu na haki. Havitashikamana kama udongo na chuma, ndivyo ulivyo sasa. Hata mkituandama bado na ninyi mtageukana na kuwana. Enyi CCM ya mtandao, jueni si wote wanopenda kuwanyonya na kuwatesa masikini na kujitajirisha wachache. Kila atakayepiga kelele kuwa hapa tunaumizwa, ndio wanaoandamwa na kuitwa haini na kuwabambikizia kesi ya uchochezi. Utawala wenu hautasimama kama malaika alivyotangaza kwenye Ufunuo umenguka. Ewe Babeli mkuu, tokeni kati yake enyi watu wangu, msishiriki mabaya yake, kwa kuwa Mungu ataimimina hasira yake juu yake. Tanganyika tuhitaji maendeleo yoyote yaliyochangamana na kuwateka ndugu zetu. Injili geuzayo Rode Usoka, Mdude Nyagali Alikibao halufani pole pole. Tanapaswa kujua kuwa kudai haki ya katiba mpya kwa wauaji na watekaji wanojinadi hadharani kuwa wakitupoteza, polisi wasitutafute. Ni vigumu kuipata, hata wakitupatia hiyo katiba wataileta itakayowalindia makosa yao. Hakuna haja ya kula posho zao. Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mapeso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa posho za wauaji wa ndugu zake. Kwa hapa Tanganyika tulipofikia, tunahitaji watu wasio na maneno tupu, bali wenye usubutu wa kukataa mabaya na kuyapinga kwa kukataa hadharani. Wauaji kuliko kula nao, kucheka nao na kuwasiliana nao na kuja kudai haki mitandaoni.
hata tukiogopa kuwatatua na kututeka, bado deni la taifa na bidhaa kupanda bei nako tutahenyeka. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema hakutarajia kuunda taifa la watu. Mimi sikudhani jitihada zangu zote hizi kweli nia yake ilikuwa ni kujenga taifa la watu waoga sana. Mimi sikudhani, haikuwa nia yangu. Kama ili matokeo yake ni hayo, mimi sema Mwenyezi Mungu nisamehe. Mimi sikudhani. Nia yangu mimi ni jitihada kwamba katika mambo ya msingi you don't say yes na dhamiri yako inakataa. Unakataa kabisa. And you pay the price. And you pay the price katika kusimamia mambo ya msingi. Nchi haiongozwi kwa ujanja hata kidogo. Nchi inaongozwa kwa msimamo. Na msimamo wake ni public. Nchi haiongozwi kwa janja hivi. Inaongozwa kwa taratibu zinazojulikana kabisa. Kwa hiyo msingi wa kwanza kabisa wa kuona kwamba nchi yetu inatawaliwa kutokana na bila udikteta ni kwamba viongozi wetu wanatuongoza, wanatutawala kwa kufuata sheria. Una jeshi mnalinda amani ya nchi gani? Polisi nanyi mnakamata wahalifu gani? Mahakama nazo ziko kwa kazi gani? Wabunge nanyi mko ili kumwakilisha nani? Mbona mpaka leo hakuna anayehoji kuhusu ndugu zetu waliotekwa na Mafwele? Hautasimama utawala wenu wa damu, hata mkiwa na kutupoteza watu wema. Hautasimama utawala wenu wa damu, mpandacho mtakivuna.